Bana, goli alofunga kiungo wa klabu ya Simba Clatous Chota Chama katika mechi ya dabi ya Kariakoo linaendelea kuwa ni goli maarufu zaidi duniani, na hii inakuja baada ya vyombo vikubwa vya habari vya kimataifa kuweza kuposti na watu maarufu kuweza kuliposti goli hilo. Na pia tutazungumzia kuhusu klabu ya Young Africans kuweza kumfuta kazi kocha wake Pedro Gonzalez. Na kukumbusha tu, na kama itakuwa mara yako ya kwanza kabisa unajitembelea channel hii pendwa kabisa michezo, basi usisahau kusubscribe ili kwa kwanza kupata taarifa mpya. Bwana, unaambiwa goli la kiungo wa Simba Clatous Chota Chama linaendelea kuwa ni miongoni mwa magoli maarufu zaidi duniani kwa hivi sasa. Hii inakuja baada ya vyombo vya habari mbalimbali vya kimataifa kuweza kuposti goli hilo, ikiwemo CNN Sport baada ya kuposti goli la Clatous Chota Chama, na ikiwemo mtangazaji maarufu kabisa wa Nigeria kuweza kuposti goli hilo na kuweza kulisifia kwa ni goli ambalo limetoka katika ligi kuu ya Tanzania bara. Hivyo goli hilo linaendelea kuwa miongoni mwa magoli maarufu kabisa hapa duniani, na hii inaendelea kumdhibitishia Clatous Chota Chama na kuwa ni miongoni mwa wachezaji wa ghali kabisa katika ligi kuu ya Tanzania bara. Alipohojiwa kiungo huyo Chama kuhusu goli lake hilo alilofunga kuendelea kuwa ni miongoni mwa magoli maarufu zaidi duniani, yeye amesema kazi yake yeye ni kucheza mpira na kuburudisha mashabiki na wapenzi wa mpira kwa ujumla na mashabiki wa klabu ya Simba. Hivyo goli lake kuendelea kuwa ni goli zuri, yeye anajisikia furaha, kwani hiyo ndo kazi yake, moja kati ya kazi kubwa anayofanya, kuweza kuiburudisha mashabiki wa klabu ya Simba na wapenda mpira kwa ujumla. Bwana, klabu ya Young Africans usiku wa hii leo umetoa taarifa kwa umma ya kwamba imemfuta kazi kocha Pedro Gonzalez, na hivyo kocha huyo hatakuwa tena kocha wa klabu ya Young Africans. Taarifa hii inakuja baada ya klabu hiyo kuweza kupata ushindi mwembamba wa goli moja kwa bila dhidi ya KMC katika uwanja wa KMC Complex. Hivyo baada ya ushindi huo mwembamba, klabu ya Young Africans dakika chache zilizopita wakaanza kutangaza kumfuta kazi kocha huyo mreno Pedro Gonzalez. Hivyo kwa hivi sasa timu itakuwa chini ya kocha msaidizi mpaka mwishoni mwa msimu. Kitu cha kwanza, uongozi wa klabu ya Young Africans. Uongozi msimu huu haujafanya usajili mzuri wa kuweza kumpa wachezaji wa kueleweka kocha Pedro Gonzalez. Hivyo kocha Pedro Gonzalez amekuwa akilazimika mara kadhaa kuweza kutumia mbinu binafsi ama silaha alizonazo katika benchi la ufundi kuweza kuhakikisha timu hiyo inaweza kupata matokeo. Lakini uongozi hawakumpa wachezaji wa level ya juu ili kocha huyo kuweza kuifikisha mbali klabu ya Young Africans. Hivyo kwangu mimi hii ni sababu ya kwanza uongozi wamemtoa Pedro Gonzalez kama mbuzi wa kafara katika hili. Hawakupaswa kuweza kumfukuza kocha Pedro Gonzalez, na badala yake walipaswa kujiwajibisha wao wenyewe kwanza kabla ya kumfikia kocha Pedro Gonzalez. Ni yapi maoni yako? Je, unahisi goli la Chama linapaswa kuwa ni miongoni mwa goli bora kabisa kwa kufungwa barani Afrika, na hivyo linapaswa kupata tuzo za goli bora kabisa barani Afrika? Tuandikie kwenye comment. Na pia unahisi ni klabu ya Young Africans kuweza kumfukuza kocha Pedro Gonzalez ni sahihi, ama kocha Pedro Gonzalez ametolewa kama mbuzi wa kafara ndani ya klabu ya Young Africans? Pia tuandikie kwenye comment. Na kukumbusha tu pia, na kama ndio kwa mara ya kwanza kabisa unajiunga na channel hii pendwa kabisa michezo, basi usisahau kusubscribe ili kwa kwanza kupata taarifa mpya zinapotoka za hapa Tanzania na vile vile hata nje ya mipaka Tanzania. Asante kwa sasa.